Huenda machi moja tukashuhudia dabi ya Kariakoo yenye mvuto mkubwa kweli kweli, kutokana na kikosi cha Simba kurejea kwenye ubora wake baada ya mabadiliko ama usajili wa dirisha dogo la usajili, lakini pia mabadiliko ya benchi la ufundi chini ya mwalimu Steve Becker. Simba wanaonekana kurejea kwenye ubora baada ya usajili wa dirisha dogo, lakini kinachofurahisha kwenye kikosi cha Simba ama kustajabisha kwa hivi sasa ni maingizo mapya ya wachezaji wapya ambao dirisha dogo hili la usajili kikosi cha Simba kimefanya maboresho. Moja ya wachezaji ambao wanaimbwa sana hivi sasa ni Libase Gueye, raia wa Senegal, ambaye anaonekana kwa sasa ni mchezaji ambaye anatisha kweli kweli anapokuwa uwanjani. Ni ball dancer mzuri, lakini pia ana eye-pass nzuri, uwezo mkubwa wa kucheza na kushuti na kuweza kufunga. Lakini miongoni mwa wachezaji ambao kwa sasa wanawanyanyasa sana defense line ya mpinzani, na ni mchezaji ambaye amekuwa na technical ability na creativity aina yake anapokuwa uwanjani. Sasa homa kubwa kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo machi moja baada ya kuonekana kuyumba mwanzoni mwa msimu. Simba wameingia sokoni na kufanya marekebisho makubwa kwenye kikosi, ambapo kikosi kimeongezewa nguvu maeneo yaliyokuwa na mapungufu, ushindani wa namba ukiongezeka pia kikosini hapo, lakini pia kasi na nguvu katikati ya uwanja ikiwa zimeimarika na morali ya wachezaji ikionekana siku hadi siku kuongezeka. Simba sasa wanaonekana kuwa na balance nzuri, eneo la ulinzi, kiungo na ushambuliaji vinaanza kuzungumza lugha moja, ikimaanisha lugha ya kuwasiliana na kuwa compact moja kwa moja. Kwa nini dabi ya Kariakoo inaonekana ya msimu huu kwenda kuwa imara zaidi? Kwa kikosi cha Yanga, uzoefu wa mfumo uliokaa muda mrefu unaonekana kwenda kuchagiza namna ambavyo dabi hii inakwenda kuwa nzuri na yenye wachezaji na viwango vikubwa. Yanga dirisha dogo ikifanya usajili mkubwa wa baadhi ya wachezaji kama Alan Okello pamoja na Gilson Depu, lakini pia Damaro eneo la katikati. Mfumo wao umezoeleka na wachezaji wao wakionekana pia kuwa na kasi na upambanaji wa hali ya juu, lakini pia wachezaji wao kujua namna ya kucheza mechi zenye pressure na kuzishinda. Vitu vinavyotarajiwa kushuhudiwa ndani ya dabi ya Kariakoo ya msimu huu, kwanza ni vita ya kiufundi. Dabi hii inaweza kuamuliwa na mambo makubwa kweli kweli. Nani atatawala eneo la kiungo? Nani atakuwa makini zaidi kwenye makosa madogo madogo? Benchi la nani linaweza kubadilisha mchezo? Lakini pia pressure mashabiki, nani ataidhibiti? Simba wanaonekana kuwa na nguvu mpya, lakini pia hamasa kubwa iliyojijenga kunako kikosi hicho. Lakini Yanga wanaonekana kuwa na utulivu, udhabiti, lakini pia consistency mara ya kumfunga Simba inaonekana kwa sasa kuwa ni kikwazo zaidi kwa Simba kupata matokeo. Eneo ambalo linaendelea pia kuvutia watu wengi zaidi na kuona dabi ya Kariakoo ya Machi moja itakuwa na ya kuvutia kwa kiasi kikubwa. Kwanza ni eneo la goalkeeping la vilabu vyote viwili, Simba akifanya usajili wa Mamadou Tanja Kasal, moja walinda mlango ambao wanaonekana kuwa imara zaidi, footwork ya hali ya juu, lakini uwezo mkubwa wa kudive na kupangua mipira na hatari zote zinapokuwa zinaenda uwanjani. Usajili huu unaonekana kwa sasa kuwa kivutio kikubwa kutokana na uwezo mkubwa wa goalkeeper huyo raia wa Niger, ambaye anaonekana ana uwezo mkubwa kweli kweli wa kukipanga kikosi, lakini uwezo mkubwa wa kuanzisha mashambulizi kuanzia eneo la nyuma. Lakini kwa kikosi cha Yanga tunafahamu Djigui Diarra, moja magolikipa ambao wameng'ara vizuri kupitia finali za michuano ya AFCON na akifanya vizuri kweli kweli na kikosi cha timu ya taifa Mali, moja walinda milango ambao wamekuwa na ubora mkubwa kwenye footwork, lakini pia kupangua michomo ambayo imekuwa ikielekezwa golini, moja walinda milango ambao msimu huu pia wamebeba matumaini makubwa ya kikosi cha Yanga kwenye safari yao ya klabu bingwa barani Afrika, lakini pia safari yao ya kubeba taji ya ligi kuu Tanzania bara. Maeneo haya ya goalkeeping ni maeneo ambayo vikosi vyote vina magolikipa ambao wanaonekana kuwa imara zaidi, na huenda pia ule ufundi wa kina Libase Gueye tukauona pia namna ambavyo goalkeeper Diarra anakwenda kupangua ubora na kuonyesha ubora wake na uimara wake golini. Lakini ufundi wa Alan Okello
Gilson Depu, Prince Mpumelelo Dube na wengine kwenda kumpima sasa Mamadou Tanja Kasali, goalkeeper anaonekana kuwa na balaa kubwa kweli kweli anapokuwa langoni kwenda kuokoa jahazi michomo ambayo Simba kwa misimu minne sasa imekuwa ikiwaumiza na kushindwa pia kupata ushindi mbele ya kikosi cha Yanga. Mchezo wa mwisho, historia bado inaendelea kuwabeba Yanga ambao walipata ushindi kwenye mchezo wa ufunguzi ngao ya hisani, na imeendelea pia kuwatesa mashabiki wengi wa Simba kutokana na consistency ya Yanga kuweza kupata matokeo, hasa matokeo chanya zaidi mbele ya kikosi cha Simba. Na ukiwauliza miongoni mwa mashabiki 1000 wa Simba, moja ya kitu ambacho kitawapa furaha pengine ni ushindi kwenye dabi ya Kariakoo ya msimu huu. Kama kikosi cha Simba kitapata matokeo zaidi, kimekuwa ni kidonda cha muda mrefu kwenye kikosi cha Simba kupata matokeo mbele ya Yanga. Ukiwauliza mashabiki wa Yanga ni sehemu gani pia furaha yao hurejea zaidi, ni pale wanapokutana na Simba na kupata ushindi mkubwa. Hii inachagiza pressure kubwa, shinikizo kubwa la mashabiki kuelekea kwenye mchezo huu wa Machi 1 ambao kikosi cha Simba kinaonekana kuendelea kuimarika zaidi baada ya usajili wa dirisha dogo, huku kikosi cha Yanga kikiendeleza consistency yake imara, kikosi kipana, lakini pia ubora wa benchi la ufundi la vilabu vyote viwili. Mwalimu Pedro Goncalves kibarua kizito kwenda kuongoza Yanga dhidi ya Simba, lakini Steve Baker kuongoza Simba dhidi ya Yanga kwenye mchezo wa Machi 1. Machi 1 macho yote atakuwa kunako mchezo huo wa Kariakoo Derby. Je, Simba wataonyesha kuwa dirisha dogo limewapa sura mpya, au Yanga wataendelea kuonyesha kwa nini wanaitwa mabingwa wa utulivu na consistency? Andika kwenye comment, unampa nani asilimia kubwa kushinda dabi hii ya Simba na Yanga Machi 1? Macho yote yanaelekezwa pale Benjamin Mkapa, Simba dhidi ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africans, mchezo ambao umebeba taswira kubwa, maumivu makubwa kwa Simba baada ya consistency ya kupoteza michezo ya ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Yanga, lakini Yanga consistency ya kupata matokeo imara zaidi mbele ya kikosi cha Simba. Usisahau kulike, kusubscribe na kucomment kwenye TV hii ya Sports Fact TZ.